Hii ni bandari ya Karema iliyopo wilayani Tanganyika mkoani Katavi, moja kati ya bandari muhimu na ya kimkakati. Serikali ya awamu ya sita Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iliona ipo haja ya kutenga eneo lenye ukubwa wa hekari 60 kwa ajili ya uwekezaji wa bandari, ambapo takriban kiasi cha shilingi bilioni 47.8 zimetumika katika ujenzi wa bandari hii. Bandari hii ina uwezo wa kupokea meli kubwa mbili zenye urefu wa mita 70. Hadi sasa tangu kuanza kwa shughuli zake za kiutendaji mnamo Septemba mwaka 2022, bandari hii imekwisha ingiza na kutoa mzigo wa zaidi ya tani 30,000. Kutokana na umuhimu wa bandari hii, mtendaji mkuu wa shughuli zote za serikali, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, akawahakikishia wananchi kuhusu kukamilika kwa miundombinu yote muhimu inayoingia kwenye bandari hiyo, ikiwemo barabara hii yenye urefu wa kilomita 112 inayoanzia Mpanda hadi Karema. Hivi tunavyoongea, nimewahakikishia hata viongozi wenu, nimekaa na mheshimiwa mbunge, nimekaa na mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wa chama, kwamba tunakokwenda tutaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hii ya barabara, ikiwemo hii inayokwenda Karema na ile nyingine inayokwenda Kigoma pamoja na ile inayokwenda Rukwa, kama kilomita 72. Na mkandarasi yuko site, kama hapa ambako kwenda mpaka Karema wakandarasi wako site. Kwa hiyo tutaongeza kasi ya ujenzi ili miradi hii mikubwa iweze kukamilika. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika, Mheshimiwa Onesimo Buswelu, amesema ujio wa bandari ya Karema umesaidia kuongeza mzunguko wa fedha kwa wananchi wanaoishi karibu na bandari hiyo. Wananchi wetu ambao wamefanya biashara kupitia bandari ya Karema, kwanza wameongeza mzunguko wa fedha kama ambavyo nitangulia kusema, wameongeza na kukuza mitaji yao, lakini wamekuwa na uhakika na usalama wa biashara zao. Hapo nyuma mitumbi midogo midogo na boti ndogo zinaweza kuzama wakati wanashushama kupakia na hivyo kupata hasara. Lakini sasa hivi uwepo wa bandari ya Karema imewasaidia wananchi na wafanyabiashara na jasiriamali wote pande zote mbili, Tanzania na DRC Congo, katika kuhakikisha kwamba kwanza mizigo iko salama, lakini pia mzunguko wa biashara umeongezeka. Mtazamaji, timu ya tathmini na ufuatiliaji kutoka ofisi ya Waziri Mkuu inafika hapa katika bandari hii ya Karema na kujionea shughuli mbalimbali zikiendelea, ikiwemo upakiaji wa makaa ya mawe yanayosafirishwa kwenda nchi za Kongo, DRC na Burundi. Tumezungumza na mhandisi Cassian Vulua ambaye ni msimamizi wa bandari hii. Kwa sasa bandari hii inapeleka mizigo mbalimbali katika nchi za jirani, ikiwemo makaa ya mawe na bidhaa mbalimbali za chakula. Kwa takribani kwa sasa tunasafirisha takriban tani 5,000 mpaka 6,000 kwa mwezi, lakini mwezi wa 7 mwaka 2026 tarehe 1 bandari hii inategemea kupata mzigo mkubwa sana wa lithium kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mzigo huu utatoka kwenye maeneo ya Manono kusafirishwa mpaka bandari ya Karema na hatimaye kwenda Dar es Salaam na kwenda kwenye nchi mbalimbali. Ujio wa bandari hii umeleta fursa za kutosha kwa Watanzania. Kusema kweli, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kukamilisha miradi kama hii pamoja na Waziri Mkuu katika ziara zake mbalimbali. Tunamuona kusema kweli, sisi kutokana na mazingira, miradi hii inatupatia fursa sisi kupata ajira kutokana na kazi tunazozifanya, na tunajipatia kipato kukizi mahitaji nyumbani na familia pia kwa ujumla. Namshukuru Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mradi huu wa bandari hapa Karema, na kazi mojawapo tunapata kwa niaba kuwasaidia familia. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunamuomba azidi kutuongezea miradi zaidi ili sisi wananchi wake tuweze kupata kazi mbalimbali na kukizi mahitaji ya watoto wetu, aidha shule, magonjwa, huduma mbalimbali. Kwa hiyo tunamhitaji sana. Takribani bilioni 47.8 zimelala hapa katika bandari hii ya Karema. Na bandari hii, mtazamaji, imeanza kuvutia wawekezaji kwa kasi kama ambavyo nashuhudia. Meli hizi hapa zimejengewa hapa na wawekezaji kwa ajili ya kufanya usafirishaji wa bidhaa mbalimbali katika bandari hii ya Karema. Lakini kubwa zaidi pia unashuhudia makaa ya mawe yanasafirishwa kutoka hapa Tanzania kuelekea katika nchi za DRC pamoja na Burundi. Ama kwa hakika Tanzania imefunguka. Kupitia ziara hizi za Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, tunaona mengi mazuri ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Beni Mwanantala.